Kwa majina naitwa Jane Sanale Mole, ni mwanzilishi wa kituo hiki ambacho kilianza 2005 na ninafurahi sana, nina furaha kubwa sana kwa ugeni wenu. Yaani Mungu awabariki sana. Unaweza kuona mmefanya kitu kidogo lakini kitu kikubwa sana. Kituo kina uhitaji mkubwa sana. Tuna watoto 45 wanasoma vyuo, wanahitaji pesa, wanahitaji matumizi yao. Kuna wengine wako high school form 6, nina kama watatu hivi. Kuna wengine wako sekondari, primary, bado wana mahitaji makubwa. Bado tunahitaji kutengeneza sehemu ya watoto kula chakula, kwa sababu sehemu tulionayo ni kidogo na wanatumia kama darasa. Kwa hivyo tunahitaji bado sehemu ya kutengeneza. Tunahitaji mambo ya bima za watoto. Kwa hivyo na sisi tungeomba tuweze kusaidiwa, kwa sababu mahitaji ni makubwa sana na watoto ni wengi. Ni vile tuna moyo tu wa kufanya hii kazi. Kama sio wito wa Mungu hatugeifanya. Tunaomba watu watusaidie, wajitokeze kuweka mikono yao na Mungu atawabariki. Mungu awabariki sana. Endelea kukupongeza. Amina. Lakini mimi nina neno moja tu hasa kwa upande wako. Amina. Ninajua kazi unayofanya ni ngumu, ni ya kujitolea. Kwa hiyo tunaendelea, ina changamoto nyingi. Amina. Kwa hiyo ninakutia moyo. Amina. Mungu wetu ametuagiza habari ya upendo. Amina. Hivyo usiache kufanya, kwa sababu Mungu atakulipa tu. Amina. Pasipo kuzimia moyo. Amina. Tenda tu kwa uaminifu. Yeye Mungu anayetujua ataendelea kufungulia milango. Amina. Na sisi pia kama chama cha SACCOS Fredrick Workers tunaendelea kukaribisha pia vyama vingine, lakini tunaendelea kukaribisha pia taasisi mbalimbali, lakini hata watu binafsi waje wawekeze. Huku ndo Biblia inazungumza habari ya kuweka sehemu ambapo hakuna kutu wala wezi. Ndio sehemu ambapo Mungu anaenda kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na nimshukuru sana bosi wetu, afisa ushirika wetu kwa kutuelekeza kituo hichi. Kiukweli tukufahamu, lakini kupitia yeye tumepafahamu hapa. Mr. Huruma, kwa hiyo tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Naamini pia umeona uhitaji wa hapa na sisi tumeona. Tunafikiri tutaendelea kuwaza kadri Mungu atakavyo tuwezeshe, ikiwa mtu binafsi, ikiwa ni SACCOS, tutapeleka pia mahitaji hayo mbele za wenzetu, lakini na mbele za Mungu ili aweze kufanikisha. Lakini pia nina neno kwa watoto ambao bado wako kwenye kituo hichi. Ninaamini hamko hapa kwa bahati mbaya, ni Mungu amewaleta hapa. Mnachotakiwa kufanya kuzingatia kile ambacho mnafundishwa. Naamini huyu ni mama, lakini tuna manager. Tuendelee kuzingatia, tuwe watii, tuwe na nidhamu, heshima, tukue katika wanasema mlee mtoto katika njia mpasayo. Naamini mnalelewa katika njia iwapasayo. Basi msitoke kwenye ile njia ambao mnaelekezwa. Ili muweze kufikia malengo, lazima kunyenyekea, lazima kusikiliza wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msiache kuwasikiliza wakubwa, wasikilizeni ili muweze kufika mbali. Na pale Mungu atakapofungulia milango, msipasahau nyumbani. Msipasahau nyumbani. Hapa ni nyumbani kwenu. Pale ambapo umepatia mafanikio yoyote. Wako wengine wanateseka sana mtaani, lakini ninyi Mungu amewapa neema ya kuwa hapa. Huyu mama anakaa na waza muendelee namna gani, basi ni sehemu ya kuheshimu. Pale utakapofanikiwa, pa kwanza pakuja kurudi pawe hapa. Lakini mkimtanguliza Mungu katika mambo yenu yote, na sisi tunaombea mfikie malengo yenu. Mjisikie yeye Mungu ni baba wa yatima, ni Mungu wa wajane, ni baba ambaye anafanya mambo yasiyowezekana. Yaani pale ambapo tunafika mwisho wa maarifa yetu, hapo ndipo mwanzo wa maarifa ya Mungu. Anatengeneza njia pasipo na njia. Ninaamini Mungu aliyowaleta hapa, kuna siku utawakuta ninyi hapa ni mawaziri na utakuwa na ushuhuda. Cha msingi tu zingatieni masomo, na mkijua mmetoka kwenye hali gani, nafikiri mtazingatia sana masomo. Mtajiepusha na vitendo viovu. Mkijiepusha tu mkatii masomo, mkafuatilia, mkakaa vizuri, tutawakuta bungeni. Mtakuwa na historia nzuri na mtakuwa na uchungu na nchi, na hata mtakuwa na uchungu na wale wengine ambao wananyanyasika, hawajapata bahati kama ya kwenu. Asanteni sana. Ninawakaribisha Watanzania wote tuendelee kushirikiana na kituo hichi, na Mungu wa mbinguni awabariki. Tawa walipopata walinipigia simu akaniambia nitafute kituo ambacho cha watoto yatima.
Na mimi nikawasiliana na watu wa maendeleo ya jamii, wakanipa namba zako. Na mimi uliponitumia na zile namba nikawasiliana na chama, ndio sasa tumekuja. Jina langu naitwa Maureen. Nimemaliza kidato cha 4 mwaka 2025. Ninakwenda darasa 6. Nasema asante kwa mlivyotusaidia, tunawashukuru, mmejitoa, Mungu awabariki. Pale mlipotoa tunaamini Mungu atawaongezea. Pia msiache kuja, tunaomba mzidi kuja. Tunaomba uwepo wenu mahali hapa. Tunasema asante kwa hivi mlivyovileta kidogo, na mzidi kuleta vingine kwa sababu bado kuna mahitaji ya shule. Ada zinahitajika shule, ada za chakula shuleni, vitu vingine huko ndani ya nyumba ya watoto bado vinahitajika, mahitaji kama chakula bado. Tunaomba mzidi kujitoa kwa ajili yetu, kwa sababu mkijitoa na nyinyi Mungu anazidi kuwabariki. Pia tunawakaribisha na wengine ambao mmeshindwa kufika, siku nyingine muweze kufika mahali hapa. Mungu atazidi kuwaonekania na kuwatunza.